maagizo ambazo ziliandikwa kwenye kitabu kilichowekwa juu ya sanduku hilo. Basi hapo Mungu akaweka ukuhani wa Lawi ambao ndio wangefanya kazi ambayo ifuatayo. Kwanza walikuwa watafanya kazi ya kuwapatanisha watu na Mungu. Pale ulikuwa hauna ruhusa ya kwenda kuomba Mungu kivyako kama wakati wa Ibrahimu. Ilibidi umwendee kuhani, umpelekee dhambi zako, ajitwike hizo dhambi, alafu apeleke katika hema takatifu. Hao Walawi walikuwa na sheria, na hizi sheria zao ambazo ziliwaongoza, kwanza kabisa hungeenda kufanya kazi ya kuhani kutoka katika familia nyingine ya Simeoni, ya Naftali na mwingine. Ilikuwa sheria kwamba watoke katika kabila la Lawi katika nyumba ya Haruni, hapo peke yake. Pili, walikuwa hawaruhusiwi kuwa na urithi. Mambo ya mashamba hakuna. Waligawana nchi ya Canaan. Kabila la Lawi wakaambia kwamba ninyi hakuna mambo ya kurithi. Basi nyinyi mtalipwa katika zaka. Zaka iliyotolewa na kabila 11 ilikuwa ndio mshahara wao, ndio urithi wao. Sadaka za unga, sadaka za mafuta, 1/10, ile yote ndio ilikuwa urithi wao. Alafu lingine, sheria yao ilikuwa kwamba ni makao makuu yalikuwa hapo. Unajua wanaposema makao makuu ni mahali ambapo mkuu anakaa. Kuhani mkuu alikuwa anakaa hapo. Kwa hivyo hapo walipofika Canaan walijenga hekalu zuri kubwa, na pale ndipo palikuwa makao makuu. Ulikuwa huwezi kutoa kafara penginepo, ilibidi uipeleke wapi? Hapo Jerusalem. Hata ukiwa katika nchi za mataifa, ulikuwa ukitaka kusali lazima utafute Yerusalemu ni kusini, ni kaskazini, uelekeze kichwa huko. Maana ndipo kulikuwa na makao makuu. Sasa ni kusema kwamba ule ukuhani wa Lawi ulikuwa ukuhani wa mpito. Ulikuwa unangoja kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo atakapokuja. Ule ukuhani wao uwe umeisha, na ukiwa umeisha, maandiko, hebu tusikie yanatuambiaje katika Waebrania sura ya 8 fungu la 13. Hapo ndipo sasa tunataka kuona lile vazi kuukuu na kiraka kipya. Ndio. Kwa kule kusema agano jipya limefanya kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa karibu na kutoweka. Ukuhani na sheria zake zimekuwa kuukuu na zimeanza kuchakaa, na kweli ukuhani wao waliufanya vibaya sana. Mambo ya corruption yalikuwa yameingia, biashara zilikuwa zimeingizwa katika hekalu, kiasi cha kwamba Yesu alipoanza kazi yake alikuta biashara inaendelea hapo. Watu wameleta mbuzi, wengine wameleta kondoo, makuhani wamepandisha bei, alafu wamefanya njama pamoja na wale wafanya biashara. Yani waliwaambia kwamba hakuna ambaye angeingia hapo bila kafara. Wakaambia wafanya biashara, sasa leteni mbuzi na kondoo hapa ili wateja wao wanapata karibu. Alafu gharama ikafanya nini? Ikaongezeka. Mpaka Yesu alipoingia akakuta mambo ya ibada, watu ambao wanatafuta Mungu, wanataka ondoleo la dhambi. Sasa inakaribia kuisha. Yesu lazima aje kufanya mabadiliko na matengenezo. Na kubadilisha ukuhani ilikuwa itoke kwa Lawi ihamie kwa Yuda. Sababu Yesu anazaliwa katika kabila la nani? La Yuda. Ukuhani ulikuwa tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Kwa hiyo makao makuu yanatoka hapa. Makao ya Lawi na Haruni yalikuwa hapa duniani, Jerusalem. Na lazima ungefanya safari. Ukisoma vizuri Matendo ya Mitume utamuona yule towashi akitoka Ethiopia, ni hapa mpakani mwa Kenya. Anaenda kuabudu wapi? Yerusalemu. Kwa nini? Ungeabudia mahali kwingine. Ilibidi ufunge safari. Sasa makao makuu ya ukuhani wa Kristo yanahamia wapi? Mbinguni, akiwa kuhani mkuu. Lingine ambalo linapaswa kubadilika ni kwamba wanaomtumikia sio lazima wazaliwe katika kabila la Lawi moja.
ni katika kabila zote. Ndio maana ninahubiri nikiwa Mnyarwanda. Ndio maana Mkikuyu, Mjaruo, nani anaitwa na Mungu anamtumikia bila kujali kwamba lazima tuende kwa nani? Kwa Lawi. Ukuhani umebadilika na sheria inafanya nini? Inabadilika. Alafu na mshahara unabadilika. Ukuhani wa Lawi walikuwa walipwa nini? Mshahara wa zaka. Lakini kwa hii mabadiliko ya Kristo, yeye amesema ya kwamba mmepewa bure, toweni bure. Kwa hivyo unaona kwamba mambo mengi yanafanya nini? Yanabadilika. 3, yamebadilikaje? Ni kwamba leo ninahubiri lakini ninaruhusiwa kuwa na urithi. Mpaka sasa isipokuwa ni kukosa uwezo, lakini ninanunua shamba na kuwa na duka na namtumikia nani? Mungu. Lakini kwa ukuhani wa Lawi ilikuwa ni marufuku. By the way, wako na ruhusiwa kukuwa na urithi. Sasa umeona ya kwamba haya yote ni kwamba yamekwisha kubadilika. Ya mwisho ambayo imebadilika ni kwa sababu hawa makuhani wa kwanza ndo walikuwa wanampatanisha mwanadamu na nani? Na Mungu. Lakini katika utume wa Yesu, wahubiri wanahubiri kuonyesha huyu ndiye mwana kondoo aziondoae dhambi za ulimwengu. Sio kwamba wao wanajitwika dhambi za watu ili waende kuwapatanisha na nani? Na Mungu. Alafu kila mmoja anajiendea. Kila mtu anajiendea mwenyewe. Naomba usome Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 5 tukielekea mwisho ili tuone ya kwamba kabisa hapo kuna stahili uelewa mzuri. Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo 2:5. Ni asemaje? Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Hakuna yani wapatanishi wawili. Kabisa. Mungu ni mmoja na mpatanishi wa watu na Mungu ni mmoja. Naye ni nani? Yesu Kristo. Kumaanisha kwamba sio bishop, sio pastor, sio mimi, sio kiongozi wa dini, hamna. Inabidi ujiendee wewe mwenyewe kwa Yesu. Mke wangu aende kivyake, mtoto wangu aende kivyake, mimi siweze nikamsimamia. Kwa hiyo hakuna mambo mengine ya ubroka ya kusema ya kwamba niletee dhambi zako alafu niende nikupatanishe na Mungu. Kila mtu anaubeba mzigo wake mwenyewe. Huu ukuhani mpya ndio unaitwa kiraka kipya. Sasa shida za wakati wa Yesu ilikuwaje? Ni kwamba Yesu alipoongea mambo hayo kwamba hakuna awekaye kiraka cha nguo mpya katika nguo kuu. Walitaka kuunganisha mafundisho yake na yale ya nani? Ya Lawi. Makuhani wanasema, mbona makuhani wanasema hivi na wewe unasema hivi? Yaani ujumbe wa Yesu wa Injili ni kiraka kipya, ni divai mpya. Yaani sio kwamba ni mambo mageni, lakini ni ujumbe unaofaa, na huu ndio tunatakiwa kupokea na kuhubiri bila kuchanganya mila na desturi za watu, bila kuleta mambo ya Ulawi ndani, alafu tukubali mabadiliko kwa sababu ukuhani wa Lawi umeisha, alafu tutembee pamoja na ukuhani wa Yesu Kristo. Basi Mungu awabariki sana. Natumai kwamba tutaendelea vizuri kuchanganua haya mambo ili kila mmoja wetu aweze kuelewa ukweli uko wapi. Usiweke kiraka cha nguo mpya katika nguo kuu. Kuleta ya huko leo, kwa nini huweze na hatuoni watu wanaleta mbuzi na kondoo. Kuleta mbuzi na kondoo ili uweke kwenye madhabahu, jua kwamba madhabahu yamegeuka kuwa maombi. Lakini wakati wa Lawi hungekuja na maombi yako tu kwamba ninakuja mbele za Mungu. Ibidi ulete damu, ulete zile unga na dhabihu. Wakati huu inabidi tukubali kwamba ukuhani umebadilika, makao yamebadilika, ni mbinguni, ni Yerusalemu yetu. Leo siwezi kufanya safari kwamba ninaenda Palestine huko wanapigana kwamba naenda kupokea mibaraka huko. Hata katika chumba chako Yesu akasema ukitaka kusali ingia kwenye chumba chako, Baba yako anayesikia yote ya sirini hata atafanya nini? Lakini wakati wa ukuhani wa Lawi haingewezekana uende kwenye chumba chako. Basi ni vizuri kutofautisha ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni kutoka kwa makuhani tunaingia kwa kuhani mkuu ambaye Yesu Kristo. Mungu atubariki sana. Mioyo yetu iingie pamoja na Yesu katika ile ofisi kubwa. Mawazo yetu, nia zetu, shauku yetu imkute mahali ambapo anatutetea
Yesu yu tayari kupokea hata mdhaifu, hata ukiwa na dhambi nyingi, hata kama umesononeka, mwendee bila kupitia mtu mwingine. Usio na hofu kwamba lazima nipitie kwa Seba ndiye anipeleke huko. Ni baba yako mzazi anangoja mwana mpotevu amrudilie ili aweze kumbariki na kumpa nguvu. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen and amen and amen. 22106 ndio nambari ya kuweza kutuma ujumbe mfupi. 22106. Wale ambao wanatufuatilia pale katika mitandao ya kijamii, kumbuka tupo live Facebook, tupo live YouTube at Radio Citizen FM. Unaweza kudrop comment yako pale iwapo kuna swali, iwapo tu ungependa kuweza kuwasiliana na watumishi, ufungue moyo wako, unaruhusiwa kufanya hivyo. Tuma ujumbe ama drop comment yako pale, alafu pia share hiyo link jamani, ili uweze kupata wengine pia wakaweze kupata hizo baraka. Alafu tutakuwa tunaendelea ndani mwana kwa mrefu na ufafanuzi huu zaidi. Mimi nimejifunza mengi, nilikuwa unaona kuna vitu pale nilikuwa nasema okay, so that is what it means. Asanteni sana watumishi. Tutakuwa tunarudi baada ya mwana kwa mrefu, tupokee dira japo kwa muktasari wa 2. Tunapokea baraka ndani ya Pambazuka